Sawa, okay. Endelea kuweka maoni yako ambayo nitakuja kuyapitia. Tuelekee huku. Mkoa wa Ruvuma ni moja kati ya mikoa ambayo wananchi wake wengi wanategemea kilimo katika kujikwamua kiuchumi, lakini wanakumbwa na changamoto ya kukosa mbegu bora na za kisasa. Kutokana na kuwepo kwa changamoto hiyo, serikali kupitia chama kikuu cha ushirika cha Namtumbo Songea Sonamku wamegawa mbegu za bure za mbaazi tani 10 ambazo ni bora na za kisasa katika kuondoa changamoto hiyo. Taarifa ya Newton Yendaenda kutoka Namtumbo inafafanua zaidi. Wakiongea wakati wanakabidhiwa mbegu za mbaazi tani 10, wakulima wa zao hilo katika wilaya ya Namtumbo mkoani Ruvuma wamesema kuwa wamekuwa wakilima zao hilo kwa muda mrefu, huku wakitumia mbegu za asili ambazo uzalishaji wake haukuwa mzuri. Sasa wamepata matumaini baada ya kupokea mbegu bora za kisasa ambazo zinaenda kuondoa changamoto za uzalishaji wa zao la mbaazi. Awali tulikuwa tunatumia mbegu za asili, sio zilizo bora. Kwa ugawaji wa mbegu hizi ambazo ni bora, tuna uhakika kwa 100% tutazalisha mbaazi zaidi kuliko hata za msimu uliopita. Changamoto ya mbegu za asili, namna ya uzaaji wake, hazizai kwa kiwango bora. Na pili, zile mbegu zilikuwa zimechanganyika aina ya rangi. Kwa hiyo unakuta rangi nyekundu, unakuta rangi zenye mchanganyiko nyekundu na nyeupe, unakuta rangi nyeupe. Lakini kwa mbegu hizi ambazo tumeletewa ni mbegu za aina moja na ni rangi za moja. Kwa hiyo nafikiri tutazalisha mbaazi ni bora zaidi. Kwa upande wetu sisi zitakuwa na faida kwa sababu tumepewa, cha kwanza tumepewa bure, na cha pili tuna imani hizi mbegu ndo mbegu nzuri ukilinganisha na zile mbegu ambazo za zamani. Ina maana inawezekana zikawa zinadhibiti wadudu, mara zile za mwanzo zilikuwa zinashambuliwa sana na wadudu, ndio maana uzalishaji ulikuwa mdogo. Anset Ndungulu ni afisa kilimo halmashauri ya Namtumbo mkoani Ruvuma, amesema mbegu zote tani 10 za zao la mbaazi zinatarajiwa kusambazwa katika vyama 46 vya msingi vya ushirika na zinatarajiwa kuzalisha eneo lenye ukubwa wa ekari 200. Mbegu hizi tani 10 tunatarajia kuzisambaza katika vyama hivi 46 ambavyo wakulima katika maeneo hayo wanatarajia kuzalisha kwenye eneo la ukubwa wa ekari 200. Kwa mkulima ambaye atalima, kila mkulima ekari moja. Kwa hiyo wakulima 2000 ndio watafikiwa na mbegu hizo. Mbegu hizi tunatarajia zitaongeza uzalishaji wa kufikia ongezeko mpaka kufikia tani 13642 msimu ujao wa kilimo. Akiongea na wakulima mbaazi wa wilaya Namtumbo Bingoro Malenya ambaye ni mkuu wa wilaya hiyo, amewataka wenye viti wa vijiji na watendaji kuhakikisha wanasimamia zoezi la ugawaji wa mbegu bora za mbaazi kwa wakulima. Kwa wawakilishi waliofika hapa kwenye zoezi hili la ugawaji wa mbegu za mbaazi, wenye viti pamoja na makatibu waliopo hapa, hakikisheni mnafikisha mbegu hizo kwenye vyama vya AMCOS. Na tuna vyama 36 vya AMCOS ambavyo viko chini ya Sonamku. Kwa hiyo wakulima wote hakikisheni mnapata hizo mbegu. Lakini niweze kusisitiza na kutoa maagizo, wenye viti wote wa vijiji pamoja na watendaji, hakikisheni wakulima wanapata mbegu hizo bora kwa ajili ya kilimo chenye tija, lakini vile kuongeza uzalishaji. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alisema mbaazi sio chakula tu, lakini mbaazi pia ni zao la biashara. Newton Yendaenda, EATV, Namtumbo.